bado hawajulikani walipo. Philip Mwamero ni mtoto mwenye miaka miwili anayeishi kwa maumivu makali aliyozaliwa nayo baada ya kuzaliwa magoti yake yakiwa yamepinda kuelekea nyuma na miguu yake ikiwa haikunjiki. Ulemavu huu ulitokana na sumu ya risasi au kipenda lead aliyopata kutoka kwa babake aliyekuwa akifanya kazi katika kiwanda cha vyuma cha EPZ mtaa wa mabanda wa Owino Uhuru, kaunti ya Mombasa. Ni sumu iliyosababisha vifo zaidi vya watu 300, wengi wakiwa watoto, huku mamia ya wengine wakiishi na ulemavu. Na kama anavyoarifu Tobias Chanji, hata baada ya mahakama ya upeo kuagiza shilingi bilioni 2 kulipwa zaidi kwa waathiriwa 1000 kama fidia na matibabu, serikali imekataa katakata kutoa fedha hizo, huku vifo zaidi na ulemavu zaidi ukiendelea kuwataabisha waathiriwa. Sauti ya kilio cha Philip Mwamero mwenye umri wa miaka miwili imeendelea kuwa kumbukumbu chungu kwa wazazi wake. Kilio hicho cha maumivu kinaanikiza wazazi wanapoendelea kumsinga mwana wao aliyezaliwa magoti akiwa yameelekea nyuma, huku akipata ugumu wa kukunja miguu. Nilimzaa akiwa na shida ya magoti. Nilimzaa ikiwa iko nyuma. Philip alifanyiwa upasuaji wa kurekebisha magoti, ila kwa miguu yake angaa kukunjika na anahitaji mazoezi na kusingwa mara kwa mara. Ila hali ngumu ya maisha imekosesha familia fursa ya kugharamia mtaalamu na kulazimika kujaribu kutoa huduma hiyo wenyewe. Naenda na mtoto analia maana bado ana kidonda. Kidonda moja ilichukua muda kupona kama mwezi na tukaenda hivyo, mwisho siendi tena mazoezi. Mzee hana kazi ilikuja ikaisha, ni yeye atafute. Kila Friday anafaa kwenda Portrees kwenda kufanyiwa mazoezi. Ilifikia mahali ikashindikana, ikawa kwenda Portrees ni shida kwa sababu ya fare, inabidi tuende Kilifi. Inabidi nichukue mtoto niombe jamaa wa malori lift pale, nikifika Kilifi nishuke niende mguu aende afanyiwe. Ile siku nitakosa, ina maana huyo kijana hataenda kufanyiwa mazoezi. Masaibu ya Philip yalianza baada ya babake Hamisi Dio kuathiriwa na sumu ya risasi au lead alipokuwa mfanyikazi katika kiwanda kimoja maeneo ya Owino Uhuru jijini Mombasa. Waenda hospitali unapata bibi damu za mchuruzika, mimba inatoka. Ni uchungu. Kwenda kubeba mtoto usaha unamwagika. Kwenda kubeba mtoto huwezi mbeba vizuri kisa na maana ana kidonda. Na si mtoto wangu tu peke yake. Hii ni kitu yenye iko ukienda mtaa wa Owino Uhuru. Ubaya wale ni kwamba ni sumu sana, na especially kwa watoto kama hawa. Kuwa ina sana wadhuru akili zao. Kwa mjibu wa stakabadhi tulizonazo, familia hii changa ni miongoni mwa jamaa wengi walioathirika na sumu hiyo ya risasi ambayo imesababisha vifo vya zaidi ya watu 300, wengi wakiwa watoto na baadhi wakipoteza maisha, huku wengine wakiishi na ulemavu. Mnapoona pia hiyo yenye iko kwa shingo, nilipofika mahali kwenye walikuwa naenda kunitoa hiyo goita, wale madaktari walikataa. Hiyo ledi iko juu mpaka nifike mahali mpaka ile ledi teremke ndio wapate kunitoa. Mnamo tarehe 6 mwezi Disemba mwaka 2024, mahakama ya upeo iliagiza serikali kupitia NEMA kupeana shilingi bilioni 2 kama fidia na kusafisha mazingira ya Owino Uhuru. Miaka miwili baadaye hakuna chochote kilichotekelezwa, na waathiriwa wanauliza NEMA na serikali, je, walikosa kuelekea mahakamani? Tobias Chanji, KTN, kaunti ya Mombasa. Naam, ni taarifa ambayo bila shaka inatupatia